kukuletea ufunuo, unabii, maarifa ya Mungu na nabii wa ishara Tanzania. Karibu. Halo, shalom shalom, ninawasalimu tena katika jina la Yesu. Ninakuja kwa ajili ya mambo machache sana ambayo wale wachambuzi wa mambo ya kimataifa na masuala ya siasa za kimataifa, hasa mataifa makubwa kuja madogo, mwe mnalielewa jambo hili ambalo sisi watu wa kiroho tuliojaliwa kujua mambo ya msingi sana. Nyinyi mnachambua kwenye matawi, sisi tunachambua kwenye shina. Na ninataka nichambue kwa muda mfupi sana, dakika chache sana, juu ya kinachoendelea katika mataifa hasa ya Afrika, yanavyogawanyika katika misingi ya aina za siasa, kutoka aina mbili za siasa za mataifa makubwa duniani na madhara na athari zake zinazowatokea. Na nitahakikisha unagundua kila taifa lililojiegemeza upande gani lina matatizo gani katika nchi yao. Nisikize vizuri sana. Kabla sijaendelea sana, mimi ni nabii wa ishara Tanzania yule yule ambaye utabiri habari za maisha ya watu, ufunua mtu kuweza kujua mambo yake, kujua kwa nini amekwama, kujua anawezaje kuendelea mbele, kujua afanyeje ili atoke kwenye shida, kujua afanyeje ili aweze kuinuka kutoka katika mahali alipo. Na Mungu amekuwa akifanya mambo makubwa sana kwa watu kama jinsi ambavyo Mungu amenijalia. Na kwa sababu hiyo ninakukaribisha. Tuna watu katika grupu, watu wa kudumu, wale ambao wanachangia hii huduma baada ya kuona utamu na mvuto wa hii huduma, ambapo unapopata kujua mambo yako kwa wakati na yanakuwa vile vile. Wengi mliofuatilia nabii za miaka kadhaa mnajua, hata na mwaka huu pengine ametimia mapema sana, tunafahamu nabii wa ishara ni mtu wa namna gani. Sasa nikukaribishe tu, namba ya simu ni 0715 645150. Ikiwa unataka kujua mambo ama unataka kufunguliwa kutoka katika matatizo mbalimbali magumu ya maisha yako, labda una kichaa ambaye anasumbua hajafunguliwa, una masuala ya magonjwa ya kuparalyze, una masuala ya matatizo mbalimbali ya magonjwa unayoona wewe ni magumu sana, ama una uhakika kwamba kuna nguvu za giza za uchawi zimefanya kamchezo na mtu akaonekana kama amekufa, ukiwahi kutupa taarifa, ofisi ya nabii wa ishara Tanzania huwa tunakwenda kufufua watu na kuwarudisha. Na hata mpaka sasa hivi ninapozungumza nimeweza kufanikiwa kuwarudisha watu wawili. Na mimi naamini Mungu ana nguvu kuliko uchawi. Ndio maana nimekwambia, ukigundua kuna kamchezo kamefanyika, mpaka waliokufa wanafufuliwa. Ikiwa unaamini hayo, utayaona mambo makubwa sana ambayo hujawahi kuyaona. Basi nizungumze kidogo sana. Nataka leo nizungumze kuhusu siasa zilizogawanyika katika dunia. Dunia imegawanyika katika siasa kubwa za pande mbili sasa hivi. Mimi si mchambuzi wa siasa, lakini nitakutajia mataifa afu utajua ni ya siasa gani. Kuna siasa za mataifa ya kimagharibi na siasa za mataifa kama China na Russia, Urusi. Sasa nimegundua watu wengi sana wanapenda kushabikia hayo mataifa, lakini hawajui misingi ya hayo mataifa ni vipi, na hawaelewi madhara ya kushabikia hayo mataifa, hasa wananchi. Viongozi wa dunia ama wa mataifa ya Afrika wananufaika sana unaposhabikia mataifa ambayo wewe huyajui. Lakini nataka nikwambie, kwa mfano, viongozi wa Afrika wanafurahia sana mifumo ya mataifa ya China na Urusi, kwa sababu kwao yanawalinda, yanawafanya wajione salama, wakati huo watu wao chini wakiwa wanalia na kuomboleza. Kwa sababu siasa za China na siasa za Russia zinafanana kwa sehemu kubwa. Zina kaasili fulani kama kaudikteta ndani yake, na ukifuatilia utaelewa. Ndio maana wote au kundi hilo lote utaona wamechanganyika huko ndani, mataifa yale ambayo hayapendi demokrasia yale. Kwa mfano mataifa kama Syria
Yale mataifa yanayopenda dikteta, utaona yote yanapenda mataifa gani? Yanapenda Russia, yanapenda China, yanapingana sana na Marekani. Sasa nataka niwaambie siri, kwa nini mataifa hayo yanapingana na Marekani? Si kwa sababu Marekani ni taifa baya au kwa sababu ni mbabe. No. Hao mataifa viongozi wao wanapingana na hao mataifa kwa sababu yanaondoa ubavu wao, yanawaondolea ubavu, yanawaondolea udikteta. Nataka niwaambie kweli na nitawaambia siri. Ngoja niwaambie kasehemu kafupi sana kwa hizo nchi zilivyo. Mfano nchi ya China kiimani, toka tuanze na imani ili ujue kwa nini hizo nchi ziko hivyo. Kiimani nchi ya China hapa wachambuzi wameelezea wazi kwamba jamhuri ya watu wa China ni taifa lisiloamini kwa Mungu, lakini serikali ya China inatambua rasmi dini 5: Ubudha, Utao, Ukristo wa Ukatoliki na Uprotestanti. Ukristo wa Ukatoliki na sijawaelewa hawa sasa hapa. Ngoja nisome vizuri. Wanatambua dini 5: Ubudha, Utao, Ukristo kwa maana ya Ukatoliki na Uprotestanti hutambuliwa tofauti na Uislamu. Yaani wanautambua Ukatoliki ni mwingine na Uprotestanti ni mwingine wanavyotambua wao. Alafu na Uislamu. Kwa hiyo Ubudha unaongoza. Kwa hiyo kiimani iko hivyo. Kwa ujumla hauwezi kusema China ni taifa la Kikristo. Kwa hiyo matokeo ya hali zao za kitaifa utazipata, kwanza uelewe wao si marafiki wa Injili ya Yesu. Uelewe hicho cha kwanza, utaelewa kwa nini wako hivyo. Taifa la Russia lenyewe, taifa la Russia wao wanaamini katika dini kubwa moja ya Orthodox. Hii ndio yani dini ambayo wanaiamini wao sana. Wanaamini Orthodox ndio kama dini kubwa. Sasa ukienda dini kuu za China, sasa kule China nilikotoka kusoma, dini kuu unasema hizo za kidini, anasema ilichambuliwa hii, kati ya watu wanaodai imani yoyote ya kidini ni 52%. Kwa 52 ndio ambao wamechanganyika kwenye hizo dini, wamegawanywa hapo, ambapo wamegawanywa kwamba 21.9 wao ni wanafuata dini ya watu wa China. Naona hiyo dini ya Ubudha, sijui nini hiyo. Alafu 18 wanafuata kuna dini ya watu wa China wenyewe wanaijua ile dini ya asili ile. Alafu kuna Ubudha una 18 na 5.1 wanafuata Ukristo na 1.8 wanafuata Uislamu, na dini zingine zimegawanywa katika 0.7 ukijumuisha na dini ya Tao. Unaweza kuona hao wa China jinsi ambavyo wako katika misingi walionayo. Naona kwa kawaida Ukristo China wanaokiri Ukristo wanafika milioni 247. Sasa kwa sababu China ina watu wengi sana, unaweza kuona labda kama mbona wengi sana, lakini China ina watu wengi sana, hivi sasa hivi karibuni imegundulika kwamba idadi yao inapungua. Kwa hiyo kwa kifupi tu, Marekani imechambuliwa kwamba hapa yenyewe inaongozwa, yani inatambulika kwa dini kubwa ya Ukristo. Sasa madhara ya kisiasa yanatokana na misingi yao ya kidini pia. Nataka muelewe hilo. Kwa mfano, nchi nyingi za Kiislamu
kwa sababu Uislamu mkiuangalia wenyewe unasimamia imani katika misingi sio ya upendo, kwamba Mungu ni pendo si nini. Wao wanasimamia katika misingi ya amri kama vile Wayahudi. Sasa eneo lolote kunaposimamiwa misingi kama ya amri, unanielewa, kama ya amri, ndani yake kunakuwa na kaudikteta. Sasa mataifa mengi yanayosimama katika misingi ya kuongoza taifa lao, siasa zikiwa za dini ya Kiislamu, lazima zitakuwa kama za kifalme. Maana yake unataka utaki, lazima ufuate hivyo. Nadhani unanielewa. Na ukumbuke mataifa namna hiyo, kwa mfano Irani, nani hao mataifa hayo ambao unaona kabisa watu wake ni kwamba sasa hivi wamechachamaa, hawataki kuendelea kukaliwa tena, ndio mataifa marafiki na taifa la China, taifa la Urusi, yani ile mataifa ambayo yanaonekana kwamba yanakandamiza watu, ndio marafiki zaidi wa mataifa ya Urusi na China na Korea ile Korea nyingine ile Korea nadhani ya kaskazini, nadhani ile mataifa yanayotaka kufanya ubabe kwa watu yenyewe, hayo mataifa ndio yanakuwa marafiki na China na Urusi. Nyie mnaoshangilia sana mataifa bila kuelewa, nashangilia sana. Mimi napenda Urusi, Marekani wachukia. Unapowachukia wa Marekani, chukia pamoja na demokrasia. Na hapa sipo kuwatetea Marekani, nataka tu watu wawe wanapozungumza mambo yao wawe wanaelewa. Sasa Marekani inaonekana kama mbabe, lakini Marekani sio mbabe. Marekani hawakubaliani kabisa na uonevu wa raia. Msingi wa Marekani umejengwa katika Ukristo. Narudia, msingi wa Marekani umejengwa katika Ukristo. Tena watu wote mnafahamu kwamba Ukristo ule wa Protest ule wa ulokole ule ulitokea kule Israeli ukapitia Marekani katika jimbo moja, sijui jimbo gani ile, mkiangalia kwenye historia mtagundua ndio kulipotokea ulokole kule kuja. Tena ni binti moja alikuwa ananena, watu wakawa nashangaa sana, ikaibuka hapo na nini, ikafahamika kwenye historia, ikasambaa kuja huku Afrika. Kwa hiyo wale watu wana misimamo ile ya upendo na huruma za asili, kwa sababu Ukristo ule wa asili kabisa wa huruma uliingia pale. Kumbuka Ukristo kwa aina mbili. Kuna Ukristo ambao ni wa kawaida kabisa, yani wa kisiasa tu. Alafu kuna Ukristo halisi. Sasa kuna baadhi ya nchi zimejenga misingi yao ya sheria katika hali ya Ukristo halisi. Kwa mfano, Ukristo unakiri demokrasia. Yaani unakiri uhuru. Ukristo haulazimishi mtu kwenye imani. Ukristo unataka mtu awe huru katika imani. Na mataifa yote ya kidemokrasi yanataka mtu awe huru bila kumuumiza mwingine. Na Ukristo ni hivyo, bila kumuumiza mwingine. Ndio maana mataifa kama hayo yanalinda wananchi wake sana. Mwananchi mmoja tu akifa, lazima kutatokea maelezo kwa nini amekufa. Hawakubali watu wao wafe kama mbwa kijingajinga hivi. Kwa nini? Misingi yao imejengwa kwenye haki ya Mungu kabisa, ile haki ya Mungu. Twende taifa la Urusi, ambao ndio sasa ni adui na taifa la Marekani. Ndio mtaelewa tu siku moja. Kuna siku mtakuja elewa. Urusi wao dini kubwa inatawala katika karibu nchi nzima ni Orthodox. Orthodox ni Wakristo, lakini Wakristo ile madhehebu ya kikawaida, yani Ukristo ambao ni wa kawaida, kama vile mnavyosema Roman Catholic ni serikali. Roman Catholic ni serikali, alafu ni dini. Ndio tunaita Ukristo wa kawaida, wa maisha ya kawaida. Tunaita Ukristo wa watu wote, ambao watu wote tu wanaumudu. Yani watu wote tu unaweza kuumudu. Ndio maana inaitwa Catholic. Catholic maana yake ya wote. Catholic, hata Wakatoliki wanafahamini kwa Mkatoliki asili yangu. Kwa hiyo maana yake ya wote. Sasa ile ni dini ambayo ina serikali ndani. Kwa hiyo kuko hivyo. Sasa Orthodox ndio iko hivyo. Sasa mle ndani hakufundishwi. Kwanza kama mnafahamu hivi karibuni hivyo kulipigwa marufuku ile injili ya Yesu, ile injili ya kirokole ile ya wokovu, ya upendo wa Mungu, ya wokovu wa Mungu. Ilipigwa marufuku. Wanaohubiri wakaambiwa, kwa nini nahubiri kwamba watu waokoke? Waokoke yani ndio nini? Ili weje? Kwa sababu watu wote mnaoona hapa wote wanamwamini Mungu. Wote wana Mungu. Hakuna mtu wa shetani hapa. Yani kwa mfano Tanzania rais aseme
Watu wote hapa ni wana Mungu. Unahubiri nini sasa? Russia ilisubutu kufanya kitu kama hicho. Unaweza ukaelewa kwamba lengo lao ni nini? Manake hakuna Ukristo pale wa kweli. Hakuna Ukristo wa kweli. Ndio maana ukisoma historia yao, siasa yao iliyopo pale, kuna ufisadi, kuna mauaji, kuna ukandamizaji Russia wa hali ya juu. Kasomeni historia mtaona. Mimi nimesoma, nimepata muda nimesoma. Wa hali ya juu. Na hakuna mtu anajali. Sasa wale mnaoshangilia sana mataifa hayo, naomba mnapokuwa mnashangilia hayo, msionekane kunapotokea ukandamizaji, udikteta kwenye mataifa yenu ya Afrika. Mkiona marais wenu wanakuwa kama madikteta wanafanya unyama na wana urafiki na mataifa labda kama Urusi, China, na ndio maana taifa lolote linalofanya unyama kwa raia halipendi Marekani. Hebu nikuulize, kwa mfano Uganda imechukia vipi Marekani? Imechukia kwa sababu tu ya ushoga. Lakini kumbuka, ushoga ni dhambi kama dhambi nyingine tu. Kwa sababu hayakuwa na ushoga, ipi hatari zaidi? Tuseme tu ukweli. Huyu ni shoga, tukaamua kuwa shoga. Lakini wewe unaamua kuwa muuaji, unaua. Zote ni dhambi. Lakini ipi ni katili zaidi? Hii nyingine inaonekana ya upumbavu zaidi, lakini nyingine ni ukatili zaidi. Sasa unakuta wanaichukia Marekani. Kwa nini? Marekani haitaki uonevu kwa watu, haitaki uonevu kwa raia. Ndio maana mtu yoyote mpenda haki duniani, mataifa yaliyosalia kuweza kushabikia nayo ni Marekani tu, na labda na Ulaya na Marekani. Watu wote wanaotaka viongozi wao wanatenda haki watasimamaga na Marekani na mataifa ya Ulaya. Hawatasimama na mataifa ya Urusi. Kiongozi utokiona anasimama na taifa ya Urusi, hata kama mnamuita ni mbabe Afrika si nini, kaangalieni wananchi wanaipata fresh. Wanauawa hovyo, hawawezi kuwa na uhuru wa kufanya lolote. Yaani taifa linalokuwa limejiunga na Urusi, sababu kwa mujibu wa Biblia Urusi imetabiriwa ndio taifa la ki-antichrist, la mpinga Kristo, taifa la linalopingana na haki na masuala inayoitwa Mungu. Yaani lenyewe ndio litasimama. Maandiko yanasema upepo utakutoka kutoka kaskazini, na kuna mahali pameandikwa nchi ya Rosh, yani Russia. Lakini kwenye Biblia imetajwa kabila la Roshi kwamba litakumbukwa. Kwa nini? Litafanya mambo fulani mwisho wa dunia. Maana yake ni taifa ambalo litaleta ukatili na unyama kwenye dunia kwa hali ya juu. Na mataifa yote yanayojiunga nyuma ya Russia, angalieni viongozi wake lazima wawe wakandamizaji kwa raia. Nataka niwape siri hiyo muweze kuelewa. Marekani inachukia ukandamizaji. Ndio maana inaruhusu uhuru sana. Ndio maana unaona ushoga. Yaani hawataki mtu anyanyaswe. Kama ameamua kuwa ushoga ni yeye mwenyewe, atajua mwenyewe. Kwa nini umlazimishe asiwe shoga? Yaani kwa mfano mtu akitaka awe mlevi, ni yeye mwenyewe, kwa sababu hahangaiki na mtu. Kwa sababu shoga ni mpaka awe yeye, yani mwanaume amtafute. Lakini wanaume wakiambiwa wasiwatafute mashoga, si watabaki, watafanya nini wenyewe? Kwa hiyo wenyewe wanaona kwamba kama mtu anatafuta tatizo la ushoga, dawa yake ni nini? Basi yeye aachwe na ushoga wake, kama vile mlevi anavyoachwa na ulevi wake, kama vile mzinzi anavyoachwa na uzinzi wake. Sasa wahubiri watafanya hiyo kazi, lakini serikali haijihusishi na kuingilia mambo kama hayo, kwa sababu ni uonevu na unyanyasaji. Kwa sababu sio kwamba nawatetea mashoga hapa, mimi msiponielewa mtapata shida sana. Kwa sababu dhambi hizo na uovu huo hauhangaiki kumuumiza mtu, bali ni mtu mwenyewe ameamua kujidhalilisha yeye, kama vile mlevi anavyojidhalilisha, anarudi amelewa. Sasa watu wote ambao huwa wanapenda sana nchi yao iwe na demokrasia, iwe nzuri, wawe na uhuru wa kuongea na kufanya chochote, amini nawaambia, kama mnaichukia Marekani, ujue hamna akili ya kufikiria kichwani mwenu, hamjitambui, hamjui chochote. Ndio maana mnaichukia Marekani na Ulaya. Kwa sababu utaichukia kwa sababu ya ushoga na mambo mambo ya ushoga hayo. Lakini wakati huo utataka uhuru, utataka demokrasi ambayo wao ndio waanzilishi na wanaisimamia. Ndio maana unaona huwa wanatawala chama hiki, mara kinatawala chama hiki. Nenda kaulize China sasa.
Tangu mwaka 1940 na ngapi mpaka leo chama ni hicho hicho. Nenda kaulize Urusi. Chama ni hicho hicho. Nadhani unaanza kuelewa sasa kwamba hao ndio walezi wazuri wa mataifa yasiyotaka mageuzi. Yaani Urusi, China, umeelewa? Urusi, China na mataifa ya kifalme yale yasiyotaka kuwa rais karibu na Marekani, hao ndio walezi wa masuala ya dictatorship kwenye mataifa. Hao ndio wanaofanya viongozi wakiingia pale wanafundishwa namna ya kukaa, sitoke. Sisi Tanzania tumepokea demokrasi. Ipo demokrasi ya ndani ya chama kimoja, kwamba baada ya miaka mingapi, angalau baada ya miaka 10 au 5 mtu anabadilishwa. Angalau tunafurahia ako ka demokrasia kadogo, ako ka demokrasia kadogo tunakafurahia. Lakini angalia Uganda. Tanzania ina siasa isiyofungamana na upande wote. Tanzania sijaiona kwamba iko upande fulani kwa maana ya serikali. Lakini Uganda unaona, unasema wao wanashabikia Russia. Haya, Yoweri Museveni, wananchi wanafaidika nini kwa Museveni kushabikia Russia kama si kumtambulisha kwamba Mrusi kumbe ndio anemfundisha tabia mbaya za kidikteta huyu Museveni. Tunaelewana vizuri? Yaani madictatorship wa dunia hii wote watakuwa marafiki, sio na Marekani, watakuwa marafiki na China na Urusi. Lakini madikteta hawawezi kuwa marafiki na taifa la Marekani na Ulaya, kwa sababu haya mataifa yanataka demokrasia, utawale muda mfupi uondoke, na madikteta hawakubaliani na hiyo. Kuanzia leo ukimwona mtu anashabikia mataifa ya Urusi na China na nini, alafu muulize swali, unafurahia udikteta? Akisema sifurahi, mwambie sasa, anayesimamia demokrasia kwenye mataifa na akiona demokrasia iendi, anaweza kaingilia kayapiga hayo mataifa ni nani? Si Marekani. Unapomchukia Marekani wakati ndio msimamizi wa demokrasia, ndio na wenyewe wanafanya demokrasia, na unaona wanabadilishana, na unaona kabisa vyama vinabadilishana. Kama unachukia Marekani, unachukia mataifa ya Marekani na Ulaya, sasa wewe usichukie udikteta, usichukie ukatili, usichukie, yani kama wewe unapenda kama unapenda sana mataifa ya Urusi, nenda kasome habari za Urusi, utasikia ukatili wao walionao. Ukipenda mataifa kama ya Syria hayo, kama ni mpenzi wa hayo mataifa hayo, usichukie ukatili unaoendelea kwenye taifa lako lolote lile ulipo. Furahia, kwa sababu wewe ni rafiki wa ukatili. Rafiki yote wa ukatili ataipenda Russia, ataipenda China, atapenda na mataifa yale mataifa yanayokaa kwa nguvu. Wote hao ndo timu moja, ni kundi moja. Hao ni timu ya Antichrist inayojiandaa kwenda kuwakandamiza wanadamu duniani ili walete mambo ya ukatili uliopindukia na uchafu wa ajabu ambao hautawahi kuja kuonekana, hautawahi kuja kutokea wakati mwingine wote, kwa ajili ya kukataa neno la Mungu. Yaani mwisho wao huwa ni kulenga, hawataki neno la Mungu. Sababu neno la Mungu haswa Injili yenyewe inataka demokrasia, haki, amani, upendo, kupeana nafasi. Injili. Sasa mataifa yote yasiyotaka Injili, dictatorship lazima itaonekana. Sasa utasema Uganda mbona inapenda Injili? Uganda ni Waganda ni Wakristo wengi na wanapenda Injili, lakini wako chini ya maisha ya kidikteta, maisha ya kulazimishwa kuwa hivyo, angawa wao wataki. Wakitaka waende kwenye kura, wanalazimishwa kile ambacho viongozi wanataka. Ni dictatorship ule. Sasa mataifa hayo yote, bahati nzuri Tanzania sisi hatujafungamana na upande wowote. Sasa labda itokee kiongozi mwenyewe aamue kujiunga upande fulani. Kiongozi yote ukijiona amejiunga upande wa Russia, anapenda Russia, anaichukia Marekani, anapenda China, anapenda Syria, yani mataifa yale anachukia mataifa ya Ulaya na Marekani, huyo kiongozi anafanya udikteta. Nadhani hiki nimesema ili wale mnaochambua msio mnadanganya watu. Unapoishambulia Marekani, lakini msisahau Marekani inasimamia demokrasia. Alafu ya mataifa mengine chunguzeni. Mnapoisifia China, mnafahamu China iko ndani ya chama kimoja tangu mwaka 1940 ngapi? Mnafahamu hiyo? Kwa hiyo mnafurahia yale maisha. Yale mnadhani wananchi wanafurahia yale maisha. Mpaka kuna kipindi kulikuwa kunatokea na maandamano, mavurugu makubwa, mpaka wakawa wanawekewa virus ili waugue.
nyie watu nyie, mnapochambua mambo yenu ya kijingajinga, mwe mnachambua kutoka kwenye masuala ya kiimani, alafu muangalie huku nje kwa nini hali halisi iko hivyo. Kwa hiyo wote ambao ni mashabiki wa Ulaya na Marekani ni mashabiki wa demokrasia, ni wapenda haki. Hata kama haya mataifa yana mapungufu yao, lakini ni heri Ulaya na Marekani. Lakini Russia, China ni nzuri kwa viongozi, lakini kwa wananchi ni mateso na ukatili na kukandamizwa kwa namna isiyo ya kawaida. Chunguzeni wenyewe. Mimi nimesema kwa sababu nimechunguza kidogo tu, na nyinyi nawapeni nafasi, wala sijafunga mjadala. Chunguzeni na nyinyi mkagundue hayo mataifa yakoje, kwenye vyama vyao yanatoa nafasi, alafu mtaelewa. Ninapowaambia watu wengi ni washabiki kwenye dunia, hawajui hata wanachoshabikia, muelewe kwamba kuna ujinga mkubwa sana kwa watu. Mungu awabariki sana kwa neema ya Mungu. Ninaondoka, nabii wa Ishara Tanzania.